Mvua kubwa ilionyesha kwenye mji wa Handeni mkoani Tanga yasababisha kifo cha mtu mmoja. Hatua ya Rais Donald Trump wa Marekani kuiondoa nchi hiyo kwenye shirika la afya duniani WHO yaanza kuleta athari hasi barani Afrika. Na katika michezo, klabu ya Yanga ya jijini Dar es Salaam yasaini makubaliano na kamisheni ya utalii Zanzibar kwa lengo la kutangaza vivutio vya utalii vilivyopo visiwani humo. Mtazamaji wa Channel 10, ni Ijumaa ya tarehe 28 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Mimi naitwa Emily Lazarus, nenda kusomea habari za kitaifa na kimataifa, lakini Margaret Itala atakuja baadaye kwa ajili ya habari za biashara na uchumi. Michezo pia itasomwa hapa. Huyu pembeni unayemwona anaitwa Tito Makombe. Tunashirikiana naye hapa ndani, lakini shughuli yake nzito yeye ni kufasiri lugha ya alama. Karibu sana mtazamaji. Mtu mmoja alofahamika kwa jina moja tu la Kombo, mkazi wa mtaa wa Kwa Mngumi, kata ya Chanika, halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga, ambaye anadaiwa kuwa na tatizo la afya ya akili, amefariki dunia baada ya kusombwa na maji kufuatia mvua kubwa iliyonyesha kwenye mji huo kwa muda wa zaidi ya saa moja. Wakielezea tukio hilo, baadhi ya ndugu wa marehemu, viongozi wa serikali ya mtaa pamoja na diwani wa kata ya Chanika Abdalla Chihumpu wamesema changamoto aliyokuwa nayo ni akili yake sio nzuri dogo. Mwenye kazi yake ni kurukaruka tu mabarabarani. Sijaelewa kwamba wakati anakutwa na mvua akakutwa kwenye mazingira yake, lakini mizunguko yake ni ya humu mabondeni tu mwenyewe kila siku. Mvua ikaanza mnamo kwenye saa 7 hivi kama na dakika 20 hivi, mvua ikanyesha kubwa kidogo. Baadaye ilivyopungua nikawa nimepigiwa simu na balozi wa mtaa huu na kunipa taarifa hiyo kwamba nije huku haraka. Kuna tukio limetokea la mtu ambaye amesombwa na maji na wamemuona eneo la shambani kwake. Imenyesha mvua kwa muda mfupi sana, lakini imesababisha madhara ya mwananchi wetu mmoja wa kata ya Chanika. Amesombwa na maji na kukatisha uhai wake. Ndugu yetu Kombo amefariki kutokana na kadhia hii ambayo imemkuta. Hali sio nzuri kwa tukio ambalo limetupata kwa muda huu, kwa kijana wetu kubebwa na maji, lakini tuna imani tutapata taarifa kutoka maeneo mengine kama mvua itaendelea kunyesha. Kwa tuombe tu ndugu zetu tuchukue tahadhari na mvua zinazonyesha. Tulikuwa tunazitamani mvua, lakini zimekuja kwa kasi. Nimemtafuta kwa njia ya simu kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Afande Elmachius Mchunguzi, ambapo amesema anaendelea kufuatilia tukio hilo, huku akitoa wito kwa wananchi mkoani hapa kufuatia mvua hizi ambazo zimeanza kunyesha. Kuacha watoto wakati wanakwenda mashuleni wakaenda wenyewe, ni vizuri wakawasindikiza, lakini watu wawe waangalifu wanaendesha magari, lakini vile vile watu wanapovuka katika maeneo ambayo wanaona maji yanapita wasiyapimie. Unaweza wakayapimia kumbe haya maji yana nguvu. Kwa hiyo ni bora wakasubiri maji yakapita ili kuepusha madhara ambayo yanaweza kuepukika. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, amin. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Mpango amesema serikali inaridhika na kasi ya ukuaji wa benki ya NMB ambayo serikali inamiliki 31% ya hisa zote ndani ya benki hiyo. Mheshimiwa Dr. Mpango amebainisha hayo baada ya kufungua matawi mawili ya benki ya NMB likiwemo la Chanika na Kinyerezi, yote ya jijini Dar es Salaam. Mafanikio ya benki ya NMB ni makubwa na ambayo hayana budi kulindwa na kuendelezwa. Hivyo ninatoa rai kwenu kujizatiti zaidi kwa kujiwekea mikakati itakayowajengea utayari na uwezo wa kuhimili mitikisiko inayoikumba dunia, ikiwemo mitikisiko ya kiuchumi, magonjwa na vita. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB Ruthi Zaipuna amesema benki yake inaamini katika teknolojia ambayo imewezesha benki hiyo kuwafikia Watanzania kila kona.
Kwa kutumia teknolojia pamoja na mawakala, mwaka jana pekee, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuliweza kufungua akaunti mpya za wateja zaidi ya milioni 1.5. Haya ni mafanikio makubwa ya kuwaingiza Watanzania wengi kwenye mfumo rasmi wa kibenki. Nasi tunaendelea kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuweka mazingira bora kabisa yanayotuwezesha sisi kufikisha huduma za kifedha hata vijijini. Tuwapigie makofi sana benki ya NMB kwa kutuunga mkono sana. Leo tukienda pale Kariakoo tayari kuna branch ambayo inafanya kazi saa 24. Na wafanyabiashara wanapeleka pesa wakati wote. Na kwa mantikio tunapopata benki ya namna hii ambayo inaweza kutuunga mkono kwa haraka, sisi tunafarijika sana. Kwa mwaka wa fedha uliopita, benki ya NMB ilipewa tuzo na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kwa kuwa mlipa kodi mkubwa wa kwanza nchini, na pia ilitoa gawio kwa serikali la shilingi bilioni 57.4, na kwa wanaisa wengine wa benki hiyo walipata gawio lenye jumla ya shilingi bilioni 181. Mimi ni Faraja Kihongole, Channel 10, Dar es Salaam. Jamii ya wasioona waliopo Buigiri wilayani Chamwino mkoani Dodoma wameomba serikali na wadau kuunga mkono jitihada za kilimo kwa kuwaboreshea miundombinu ya kuhifadhi maji ili waweze kulima kwa tija zaidi. Makazi haya yamekuwapo tangu mwaka 1992 zikiwa kaya 4 tu, na kwa sasa zimeongezeka. Moyo wa maisha ya hapa ni kilimo cha kumwagilia, cha mboga mboga na matunda kwa lengo la kujikwamua kiuchumi. Na kuanzia kaya hizo mpaka sasa kuna kaya 13 za watu wenye mahitaji maalum na kaya 2 zikiwemo ya mlinzi na mchungaji. Kazi wanazozifanya humu ndani ni pamoja na kilimo cha mazao ya chakula na kilimo kwa ajili ya mboga mboga ili kujipatia kipato kwa ajili ya mahitaji yao kama vile kusomesha watoto pamoja na mahitaji ya nyumbani. Mwenyekiti wa kilimo wa kituo hiki anasema kwa sasa uzalishaji umepungua kutokana na miundombinu ya kuhifadhi maji kuharibika, na kuiomba serikali na wadau kuwasaidia. Huku Rosemary Ernest akizungumzia umuhimu wa kilimo hicho katika kumwezesha kujitegemea. Mimi nishukuru, ninaamini ujumbe huu utafika kwa watu husika wenye mioyo ya kutusaidia. Ikiwezekana serikali ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, serikali ambayo tunaiamini, ambaye inatupenda na kutujali sisi kama watu wahitaji. Kilimo hichi cha mboga mboga kinanisaidia mahitaji ya watoto shuleni, hata katika maisha yetu ambayo tunaishi ya kujitegemea kuhusu na kilimo cha mboga mboga. Kwamba huwa tunauza mboga mboga tunapata mahitaji yetu si wenyewe binafsi, hata kupitia watoto mashuleni. Licha ya wakazi wa hapa kuwa ni watu wasioona, lakini wamekuwa wakijishughulisha na kilimo cha mboga mboga pamoja na matunda ya kila aina, na mazingira yao yanaonekana ya kijani muda wote. Ni mabalozi wazuri wa kutunza na kuhifadhi mazingira. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante sana Leonard kutokea Dodoma. Mtazamaji, wananchi wilayani Mufindi mkoani Iringa wamesema mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan amesimamia vyema ilani ya chama hicho kwa miaka 4 ya uongozi wake, ambapo maendeleo makubwa yaliyofanywa mkoani humo katika ujenzi wa miundombinu ya elimu ya afya na barabara yameonekana. Wamesema hayo katika mkutano wa hadhara kwa katibu wa itikadi, uenezi, siasa na mafunzo wa chama hicho CPA Amos Makala uliofanyika katika wilaya ya Mufindi. Ni siku ya pili ya ziara ya katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo CPA Amos Makala, na sasa akiwa ametokea katika mkoa wa Mbeya amefika katika mkoa wa Iringa, na hapa ni katika wilaya ya Mufindi. Kubwa zaidi anazungumzia ilani ya Chama cha Mapinduzi, akizungumza na wananchi pamoja na wanachama. Baadhi ya wananchi ambao nimeweza kuzungumza nayo kwa siku ya leo wanazungumzia maendeleo makubwa yaliyofanyika na Chama cha Mapinduzi pamoja na serikali, hususan katika awamu ya miaka 4 ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, wakieleza kimkakati hususan katika mkoa huu wa Iringa, wakiwa wanajishughulisha na shughuli mbalimbali za uvunaji wa miti, yani mbao. Kiukweli serikali imetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mambo makubwa sana, hasa kwenye sekta ya walimu ya elimu. Nikianza kwenye mishahara tu ya walimu, yale madaraja ambayo hajawahi panda kwa miaka mingi sasa hizi yanapanda kwa wakati. Mimi toka ingie mama nimeshapanda mara 2. Pongeza rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan
kwa juhudi zake anazozifanya kwa Tanzania na maendeleo ambayo tunayaona, hususan kwa sisi wanawake wajasiriamali wadogo. Anatusaidia kwa kupata ile mikopo ili kujiinua kiuchumi zaidi, na maendeleo mengine mbalimbali tunaona shule zinaongezeka, hospitali, zahanati. Tunafanya kazi kwa uhuru, hatuoni fujo yoyote. Hicho ndio kikubwa sana kwetu. Faika. Na tukienda hata kwa kwenye kesi za miundombinu, mabarabara yetu yameboreshwa kwa kiwango kikubwa mno. Kwa maana yake tunatoa mzigo mashambani kuleta mjini kuuza kwa kiwango ambacho tunakitaka na kwa kiwango kizuri kupitia Chama cha Mapinduzi na kupitia Mama Samia Hassan Suluhu. Lengo la chama cha siasa ni kushika dola. Kama tulivyofanya vizuri mkajenga imani katika uchaguzi wa serikali za mitaa, tunakuja na habari nyingine nzuri kwamba ili tuendelee kufanya vizuri zaidi, mwaka huu tuna uchaguzi mkuu, na ili tushike dola na kuendelea kuwatumikia Watanzania, tunawaomba muendelee hivyo hivyo kukiamini Chama cha Mapinduzi. Kutoka katika viwanja hivi vya Mashujaa hapa Mafinga, mimi naitwa Said Makala, Channel 10. Asante sana Makala. Waumini wa dini ya Kiislamu madhehebu ya Shia Athna Ashari leo wameungana na waumini wenzao ulimwenguni kote katika kuadhimisha siku ya Quds ambayo ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Matembezi hayo yamefanyika leo jijini Dar es Salaam, yameongozwa na kiongozi wao Sheikh Ahmed Jalala, yalianza la Ilala Boma mpaka Kigogo Posti, ambapo kiongozi huyo amesisitiza umuhimu wa amani na mshikamano miongoni mwa Tanzania na ulimwengu kwa ujumla. Siku ya Quds ilisisiwa na kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Khomeini, iko ni maalum kwa ajili ya kukumbuka madhila wanayokabili wa Palestina. Matembezi haya ni katika kuhubiri na kunyanyua sauti kwamba maelewano mazuri kati ya Waislamu na Wakristo na Mayahudi yarudi katika ardhi ya Palestina, yarudi katika Gaza na sehemu nyinginezo. Lakini jambo la tatu, muradi na makusudiwa ya siku ya Quds vile vile ni kuenzi hii amani tuliyokuwa nayo katika ardhi ya Tanzania. Mungu ametupa bahati kubwa, Mungu ametupa neema kubwa. Tanzania hapa Waislamu, Wakristo na dini za mila na nyinginezo tuna maelewano mazuri, tuna mshikamano mzuri, tunakaa kwa amani, tunavumiliana. Haya yametoweka leo Yemen, yametoweka leo Palestina. Aidha, Sheikh Ahmed Jalala amewasa Tanzania kuendelea kudumisha amani, utulivu na mshikamano, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Sisi hapa katika ardhi ya Tanzania ambayo ni kisiwa cha amani, tunaelekea katika uchaguzi, tunaelekea katika kuwachagua viongozi wetu. Moja ya malengo yetu makubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Ijumaa hii ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na matembezi haya ya amani, kuhakikisha uchaguzi tunaofanya mwishoni mwa mwaka huu ni uchaguzi uliogubikwa ni amani, ni uchaguzi wa demokrasia, ni uchaguzi wa haki. Aina zote za utulivu ziendelee kubakia katika uchaguzi huo. Lakini jambo jingine, Lulu Ali, Channel 10. Chama cha Mapinduzi CCM mkoani Mara kupitia mwenyekiti wake wa hamasa Leonard Meshak kimetoa pongezi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa msaada wa shilingi milioni 100 kwa waathirika wa mvua iliyoambatana na upepo mkali ambayo imesababisha maafa manispaa ya Musoma. Akizungumza na Channel 10 jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa hamasa mkoa wa Mara Leonard Meshak amesema hatua za haraka zilizochukuliwa na serikali zimesaidia kurudisha hali ya wakazi wa eneo hilo kuwa sawa na kuweza kujihifadhi kufuatia maafa hayo. Kwa hivyo sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mara tumeona ni vema kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais, kwanza kwa kuitikia kwa haraka kufuatia majanga hayo yaliyowapata wakazi wa Musoma Manispaa, lakini vile vile kuonyesha moyo wa huruma kwa wananchi wake. Nitumie fursa hii kuwaomba na wote wa mkoa wa Mara, especially wa Musoma Manispaa, kuendelea kutoa ushirikiano kwa serikali
na chama chetu kuhakikisha kwamba wanajitahidi kutoa msaada pale inapowezekana wa hali na mali kusaidia fadhila ambazo zimefikwa na majanga hayo. Aidha, katika hatua nyingine, Bwana Leonard Meshak ameiomba serikali kuu kushirikiana na serikali ya mkoa kufanya tathmini ya maafa hayo mapema ili kuweza kuwahudumia ipasavyo waathirika wa kimbunga hicho. Nitoe wito na ombi langu kwa serikali mkoani Mara, hususan wilaya ya Msoma Manispaa, kuhakikisha kwamba angalau wanajaribu kufanya kwa haraka zoezi la tathmini ili kujua madhara yaliyotokana na majanga hayo ya mvua na kuweza kupata suluhisho wananchi, kuwapa suluhisho wananchi ili waweze kurejea katika hali yao ya awali kabla ya kupata na majanga hayo. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel 10. Wananchi katika kata ya Dirma wanaotumia zahanati ya Dirma kupata huduma zikiwemo za kujifungua, ambapo wanawake 7 hadi 10 hujifungua kila siku katika zahanati hiyo, wameiomba serikali kupandisha mahadhi na kuwa kituo cha afya ili kupata fursa ya kuongezewa uwezo wa kihuduma na miundombinu. Eneo la Faraka katika zahanati hiyo iliyojengwa mwaka 1979 ni kilio kikubwa zaidi kwa wananchi wa eneo la Dirma, hivyo msisitizo wao ni kupandishwa hadhi ili kuongeza wigo wa vifaa tiba na miundombinu kukidhi idadi hiyo kubwa ya wanaohudumiwa, ikiwemo wanawake wanaotaja kufikia 10 wanaojifungulia kwenye zahanati hiyo kwa siku. Kuna zahanati ambaye haina jengo la mama na mtoto, hata sehemu ya kujifungulia inakuwa sio salama. Ni ya muda mrefu kuanzia mwaka 79 na mpaka sasa zahanati hii haikui na watu wameongezeka. Zahanati hii ipandishwe kiwe kituo cha afya, kwa sababu hii kituo kinahudumia Kalosendo, kinahudumia Basodesh, kinahudumia paka Wahama kwa kuku. Akizungumza na wananchi hawa kwenye mkutano wa hadhara, mkuu wa mkoa wa Manyara Sendiga ameeleza mpango wa serikali juu ya majengo chakavu ikiwemo zahanati hiyo. Wakina mama mpo? Eti kweli 10 kwa siku? Wakina mama lili mashikamoni? Inawezekana na hiyo zahanati kawepo katika orodha ya majengo chakavu. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba tutarekebisha. Kwa hiyo naomba tuvumiliane na kina mama. Nikili tu hii zahanati iliyopo hapa ni ya zamani. Kipindi inajengwa wananchi walikuwa ni wachache, ilikuwa inahudumia wananchi wa 5,000 na ilikuwa ina uwezo wa kuzalisha kina mama 10 kwa mwezi. Sasa hivi mahitaji yameongezeka, inahudumia wananchi 14,800 na kina mama 50 wanajifungua kwa mwezi. Mkuu wa Sendiga yupo Hanang kwa ziara ya siku 4 ya kikazi inayotajwa kwa jina la Sivui Buti mpaka kieleweke, akiwa na maana kutatuliwa kwa changamoto za wananchi. Kutoka wilaya ya Hanang mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Wakazi wa wilaya Tarime na watumiaji wa barabara ya Tarime Mugumu ambayo inajengwa kuanzia sehemu ya Mogabiri Nyamongo kilomita 25 wamemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kutoa fedha kwa mkandarasi ili kuendelea na ujenzi huo baada ya kusimama kwa muda mrefu, ambapo kukamilika kwa barabara hiyo itasaidia jamii hiyo ya wakulima. Serikali ya awamu ya 6 imejizatiti kuhakikisha uboreshaji wa miundombinu ya barabara hususan hapa mkoani Mara. Na sasa kukamilika kwa barabara hii ya Tarime Mugumu kilomita 87 itasaidia kufungua mkoa huu wa Mara kiuchumi. Na hapa wananchi wanaeleza manufaa ya barabara hizi. Pindi barabara haijatengemaa, tukiagiza mzigo haufiki kwa wakati. Lakini sasa hivi kutokana na barabara kuwa nzuri, unasafirishwa mzigo wako unafika. Kikamilika angalau tutakuwa na unafuu wa kusafirisha hata mazao yetu. Tunalimaga ndizi, viazi, lakini tunasafirisha au tunauzia hapa kulingana na kutokuwa na njia nzuri. Nilichokuwa naomba serikali nitie juhudi na iongeze bidii ili barabara hii kamilike. Kaimu meneja wakala ya barabara nchini TANROADS mkoani Mara, Mhandisi Flateni Shirima, amesema ujenzi wa barabara hii umefikia 55.5, huku pia kuacha kugusia ujenzi wa mizani ya kisasa iliyoko hapa wilayani Bunda mkoani Mara. Baada ya mradi kukamilika, ile hata itakuwepo tena. Ni mradi wa ujenzi wa mizani wa kupima magari yakiwa kwenye mwendo. Ujenzi wa mradi huo gharama yake ni shilingi bilioni 22 na milioni 248. Utekelezaji wake umekamilika kwa 100%,
na ulifadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa 100%. Katika hatua nyingine, mhandisi Shirima akawatoa hofu wananchi na wakazi wa mkoa huu wa Mara kuhusu ujenzi na upanuzi wa uwanja wa ndege wa Musoma kufuatia uwepo wa taarifa uwanja huu kusimama kwa muda mrefu. Changamoto iliyokuwepo ya watu kusema kwamba kazi imesimama, hapana. Nyinyi waandishi wa habari wenyewe mmeshuhudia, mnaona kazi inaendelea, mitambo iko site. Utekelezaji wa mradi mpaka sasa hivi ni 58%, ambapo mpaka sasa hivi mkandarasi ameshalipwa shilingi bilioni 8 na milioni 129 na utekelezaji wake ni 58%. Tuseme tu tunampongeza rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta hela za kutosha katika mkoa wa Mara. Kutoka hapa katika uwanja wa ndege wa Musoma hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Wananchi wa kata ya Ngumbo na Liundi katika halmashauri ya wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma wameondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma ya maji safi na salama baada ya wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA kuzindua mradi wa maji wa Ngumbo Liundi unaogharimu shilingi bilioni 2 ambao unakwenda kuhudumia vijiji vitano vyenye wakazi wapatao 11,080. Wakishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya uzinduzi wa mradi huo ambao umekamilika kwa 75%, baadhi ya wananchi wa kata ya Ngumbo na Liundi wameipongeza serikali kwa kuwaletea huduma ya maji safi na salama. Maji tunaenda kuchota mtoni, ziwani, wengine miguu midhaifu, kutembea hatuwezi. Lakini kwa sasa hivi naona mpaka na nawili maji nachota tu uwanjani. Tulizoea maji ya mtoni. Yaani maji yale ya mtoni sasa hivi mvua haijanyesha huku yanachafuka. Hapa tutakuwa tunafurahia maji yako mazuri kwa sababu hata isiponyesha mvua maji hapa tutayapata. Akizindua mradi wa maji, mjumbe wa kamati ya maji na mazingira ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Nyasa, mhandisi Stella Manyanya, ameipongeza Wizara ya Maji kwa kuendelea kuatua ndoo kichwani akina mama. Ni kuhakikisha kwamba tunahifadhi vyanzo vyetu vya maji, tunatunza mazingira vizuri ili tuwe na maji endelevu, kwa sababu maji ni uhai. Maji ndio chanzo cha maisha ya watu. Maji ndio ustawi. Kwa hiyo kila mtu apate maji bila kujali hali yake. Awali akieleza gharama za mradi, kaimu meneja wa RUWASA wilaya ya Nyasa, mhandisi Evanthel Rwekeza, anasema mradi unakwenda kuhudumia wakazi wapatao 11,080. Wakazi wa kata ya Ngumbo na Liundi waliopo katika vijiji vitano vya Ngumbo, Mbuli, Mkili, Liundi na Yola wapatao 11,080 kupata huduma ya maji safi na salama kwa maeneo ya wananchi, na hivyo kutumia muda mwingi kufanya shughuli za kujiongezea kipato. Pili, kupunguza magonjwa ya mlipuko mfano kipindupindu. Kutoka Ruvuma, Dita Nyuni, Channel 10. Asante sana Dita. Wadau wa elimu nchini wameendelea kuiunga mkono serikali kwa kuboresha miundombinu ya elimu na kuwapatia wanafunzi vifaa vya kujifunza pamoja na vile vya kujifunzia ili kuinua viwango vya ufaulu na hatimaye kufikia dira ya taifa ya kuwa na wananchi walioelimika. Hayo yamejiri wakati wa mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam Omari Kumbilamoto wakati alipokuwa akipokea madawati 25 kutoka kampuni ya Tanga Pharmaceutical and Plastics Limited kwa ajili ya shule ya msingi Mtakuja iliyopo Vingunguti, ambapo meya Kumbilamoto amesema Mheshimiwa Rais amepeleka zaidi ya shilingi milioni 168 kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu. Jiji la Dar es Salaam akatupatia bilioni 1.4 za madawati. Hizi ni za shule ya msingi. Tukapata madawati zaidi ya madawati 2,000. Na kwenye shule hii tukaleta madawati ya awali takribani 200. Na mabalozi, mnaweza msiamini lakini ndio ukweli, ilikuwa watoto kwenye begi zao hizo wanakuja na viroba kwa ajili ya kukalia, ndio tulipotokea huko. Lakini Mungu si Asmani, leo hii changamoto hii imekwisha. Tunavyofahamu serikali yetu inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, na sisi kama wawekezaji hatuwezi kumwacha endelee peke yake, hivyo tunamsaidia kwenye nyanja tofauti, kwenye nyanja za elimu na afya. Na hii sio mara ya kwanza sisi kuleta hapa madawati, hii ni mara ya pili. Lakini vile vile kuna mtambo wa maji ambao tulishawahi kuleta, ambao wanafunzi wa hapa wanatumia na wanakunywa maji safi na salama. Kwa kweli ikifika kipindi hata cha mtihani wa taifa nashindwa kama mwalimu mkuu nifanyeje, lakini Mungu alikuwa anajalia mitihani inafanyika. Lakini umepigana sana. Kila ukija hapa unasema mkuu, kuna siku Mungu atafungua milango. Na kweli mwaka jana tukapata ukarabati mkubwa
BOQ yetu ilikuwa inasema baada ya engineer kufanya makadirio milioni 186. Mtazamaji, karibu kama ndo kwanza unaungana nasi. Hii ni habari ya kutwa kutokea hapa Channel 10. Naitwa Emily Lazarus. Huyu pembeni anaitwa Tito Makombe, kazi yake ni kufasiri lugha ya alama. Mara hii tunageukia habari za kimataifa ambapo tunaelezwa ya kwamba hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kusaini agizo la kuiondoa nchi hiyo katika shirika la afya duniani WHO siku chache zilizopita imeanza kuleta athari kadhaa, hususan barani Afrika kama ilivyokuwa ikitarajiwa. Licha ya kuwepo sheria zinazohitajika kufuatwa kwa taifa linalotaka kuondoa ufadhili wake, utawala wa kiongozi huyo mpya tayari umechukua hatua ya kusitisha usambazaji wa dawa za kuokoa maisha za HIV, malaria na kifua kikuu na dawa za watoto wachanga katika mataifa yote yanayosaidiwa na shirika la USAID duniani. Athari hizo zinatokana na Marekani kuwa mchangiaji mkubwa wa kifedha wa WHO na programu mbalimbali zilizopo chini ya shirika hilo na taasisi nyingine kubwa za kiafya duniani. Hatua hii imekuwa pigo kwa nchi nyingi barani Afrika na hivi sasa serikali nyingi barani humo zinaangalia namna ya kukabiliana na hali hiyo. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, tunaelezwa pia katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesisitiza kuhusu umoja wa pande mbili za bahari ya Atlantic na kusema kuwa changamoto za kiusalama duniani ni kubwa kiasi kwamba Ulaya na Marekani peke yao hawawezi kukabiliana nazo. Rutte amesema sasa si wakati wa Ulaya wala Amerika Kaskazini kufanya mambo peke yao. Changamoto za usalama duniani ni kubwa mno hivi sasa. Sisitizo la afisa huyo mkuu wa NATO kuhusu ukweli kwamba Marekani na Ulaya pekee yao haziwezi kukabiliana na changamoto za kiusalama duniani inaonyesha kuwa kambi ya magharibi kwa ujumla haiwezi tena kukabiliana na changamoto za kimataifa kama ilivyokuwa zamani. Na mtazamaji, tamati ya habari za kimataifa. Hivi punde Margaret Itala atakuwepo hapa kwa ajili ya kujuza habari za biashara na uchumi. Bado tunaendelea kuwa pamoja mtazamaji, endelea kutazama Channel 10. Tumerejea tena mtazamaji, hii ni habari ya kutokea hapa Channel 10 na mara hii basi na kupeleka kwa Margaret Itala anatuletea habari za biashara na uchumi. Margaret, habari ya jioni na kunani huko? Mtazamaji, ni habari za biashara na uchumi na mimi ni Margaret Itala atakayekuletea habari hizi. Bila kupoteza wakati, tuangazie afua mbalimbali zinazofanywa na serikali katika kukuza maendeleo ya wachimbaji wadogo nchini. Serikali kupitia Wizara ya Madini inatarajia kukusanya maduhuli ya shilingi trilioni 1 katika mwaka huu wa fedha baada ya kuweka mazingira rafiki kwenye sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wachimbaji wadogo wanakuza mitaji yao. Kutoka Dodoma, Kuringe Mongi anaripoti. Matarajio haya ya serikali yametolewa hapa jijini Dodoma na Waziri wa Madini Bwana Anton Mavunde wakati alipokutana na wachimbaji wadogo na wakubwa na kueleza nini serikali inakusudia katika kuimarisha sekta hiyo ya madini. Tuna Export Credit Guarantee Scheme iko pale Wizara ya Fedha. Tuna dealers tunaofahamu wakubwa wa nchi yetu ya Tanzania. Badala ya kumruhusu kutoka Dubai aje aende Geita moja kwa moja kwa mchimbaji mdogo, tuwape mitaji wa dealers hapa. Mtu aende kuchukua bilioni 100 ambayo na yeye atafanya kama watu wa Dubai wanavyofanya. Yaani tunaifanya Dubai ndani ya Tanzania. Kwa upande wao, mkurugenzi mkuu wa shirika la madini nchini STAMICO, Dr. Venance Mwase, akataka watu wa madini wawe na benki yao, huku rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji wadogo wa madini FEMATA, Bwana John Bina, akatoa shime kwa serikali kutoa kipaumbele cha uchimbaji kwa Tanzania. Tasnia hii kubwa namna hii yenye watu milioni 6 wamesema mchango wa 40%, ni vizuri tukafikiria kuwa na benki yetu. Tuwape kipaumbele wa Tanzania kama siku zote ninavyoomba kwamba hizi PLO ziombwe na Watanzania na ziwe limited, kwa sababu inawezekana ile Vision 2030 kafika mwisho migodi ikawa imeshikiliwa na wageni na wao mwisho wa siku ni mahakamani. Mkutano wa wadau wa sekta ya uchukuzi 2025 umeanza jijini Dar es Salaam
ukiwaleta pamoja viongozi wa sekta za usafirishaji, watunga sera na wataalamu wa mnyororo wa ugavi ili kujadili mustakabali wa biashara na miundombinu katika ukanda wa Mashariki na Kusini mwa Afrika. Tupate taarifa zaidi. Kauli mbiu ya mkutano huo ni Tanzania, lango la ubora katika kukuza ushirikiano na usambazaji wa bidhaa Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika kwa mafanikio ya kimataifa, ukisisitiza nafasi muhimu ya Tanzania katika biashara ya kikanda. Mgeni rasmi kwenye ufunguzi wa mkutano huo alikuwa afisa masoko wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA Fatima Adadi Rajab, ambaye amehimiza ubunifu katika usafirishaji wa mizigo, mabadiliko ya kidigitali na fursa za uwekezaji. Tunakuwa sana. By 2050 Tanzania itakuwa nchi ambayo ina produce bidhaa nyingi sana. Na bidhaa hizo na uhakika zitakuwa haziwezi kutumika tu kwa nchi yetu pekee yetu. Bidhaa zitatumika na zitaweza kufika beyond, nje ya nchi ya Tanzania. Mkuu wa kitengo cha bidhaa na biashara wa benki ya Stanbic, Stephen Mpuya, waliodhamini mkutano huo, anaeleza mchango wa taasisi hiyo katika kuchochea ukuaji wa sekta ya usafirishaji ili kufikia malengo ya kiuchumi. Tumekuja hapa leo tukiwa na huduma ya commercial asset finance ambayo ni msaada kwa ajili ya makampuni especially ambayo yako katika hii sekta ya usafirishaji kupata mashine, kupata magari, kupata vifaa ambavyo vinasaidia hii sekta ya logistics. Esther Mtebe, Channel 10. Na kwa kumalizia habari za biashara, Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Pemba kwa kushirikiana na taasisi ya Blue Alliance imetoa mitego yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 6 kwa wavuvi wanaokamatwa wakiendesha uvuvi kwa kutumia zana haramu ili waweze kuvua katika mazingira salama na viumbe wa bahari. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza kwa niaba ya afisa mdhamini Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi, afisa kutoka wizara hiyo Rashidi Ali Abdi amewataka kuzitumia dhana hizo kwa ajili ya kuendeleza uvuvi ambao hauna madhara kwa mazingira ya bahari. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi ana hamu ya kuona wavuvi, wakulima wa mwani na wengineo wanafikiria biashara kwenye mambo wanayofanya. Kwa hiyo utakapowakopesha wataingia hamasa ya kurejesha pesa. Katika kurejesha pesa watapata ule mfumo wa business ulivyo, na hatimaye watakuwa wanajiengage kwenye biashara. Umuhimu wa kuweza kubadilika kwa wanajamii au kwa wavuvi ambao kwamba wamenufaika na vifaa hivi kuweza kuachana na uvuvi haramu na kuweza kujishughulisha na uvuvi ambao kwamba unastahiki. Uvuvi haramu ni miongoni mwa changamoto inayorudisha nyuma maendeleo. Vifaa vilivyokabidhiwa ni pamoja na mishipi na madema 100. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Mtazamaji, sasa ni wasaa kutazama viwango vya kubadilishia fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania kwa siku ya leo. Naam, mpaka hapo sina la ziada katika habari za biashara na uchumi. Ulikuwa nami Margaret Itala na kurudisha kwa Kisa Mwaipiana kuendelea na taarifa ya habari. Kwako Kisa. Margaret Itala amepitiwa. Haya, mtazamaji, ni mwisho wa habari za biashara kama alivyokueleza Margaret Itala. Punde atakuwepo hapa winga tele za Sports Lady kwa kuweza kujuza yale yote yaliyojiri viwanjani katika michezo na burudani. Witness Ngarao atakuwepo hapa. Endelea kuwa nasi.
Naam, asante Lazarus Emily kwa taarifa hizo. Na sasa ni ule wasaa mwanamichezo tukadunde dunde viwanjani kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo yaliyojiri na yanaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali. Mimi ni mwanamichezo wako Witness Ngalawa, ama waweza kuniita Winga Teleza. Na moja kwa moja naanzia visiwani Zanzibar ambapo uongozi wa timu ya Yanga jijini Dar es Salaam umesaini mkataba wa makubaliano ya ushirikiano wa kamisheni ya utalii ya Zanzibar kwa ajili ya kuvitangaza vivutio vya utalii vilivyopo visiwani Zanzibar. Mwanamichezo wetu Juma Kasim Ali anatujuza zaidi. Akizungumza mara baada ya kusaini mkataba huo, rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Saidi amesema hatua hiyo ni muhimu kwa klabu hiyo katika kukuza utalii wa Zanzibar. Ni ubunifu unaofanywa kupitia commission na Wizara ya Utalii katika kutangaza vivutio vya Zanzibar. Sehemu ya jezi ya Young Africans itakwenda kuwa na nembo inayoonyesha Visit Zanzibar, kivutio kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu ametubariki wa Tanzania, na haitabaki tu kwa Visit Zanzibar ikae kwenye jezi, lakini mahusiano haya yatakwenda kutoa elimu na uelewa juu ya vivutio vya kitalii vilivyokuwepo Zanzibar. Aidha, rais huyo wa mabingwa mara 30 wa ligi kuu ya Tanzania bara Engineer Hersi anasema uongozi wa Yanga unajivunia mafanikio ya klabu hiyo ndani na kimataifa. Hiyo klabu inayofuatiliwa sana kwenye mitandao yake ya kijamii hapa Tanzania na Afrika Mashariki na Kati. Kupitia platform hizo wako watu ambao wako ndani ya mipaka ya Tanzania, lakini wako watu ambao wako nje ya mipaka ya Tanzania. Fursa hii ya kuitangaza vivutio vya kitalii vilivyokuwa Zanzibar vitatoka nje ya mipaka ya Tanzania. Watu wataifahamu Zanzibar, watafahamu vivutio vilivyokuwepo, lakini tutatoa fursa pia watu kuelewa pia gharama ambazo watu wanaweza kuzipata au wakaziinkaa wakiwa hapa Zanzibar. Different packages, lakini pia tutatengeneza mifumo ya discount mbalimbali zitakazowafanya watu wapate unafuu wa matumizi wakiwa hapa Zanzibar. Saini ya mkataba huo ushirikiano mwaka mmoja katika kuvitangaza vivutio vya utalii vya Zanzibar, timu ya Yanga imewakilishwa na makamu wa rais wa timu hiyo Arafat Ali Haji, na upande wa kamisheni ya utalii imewakilishwa na katibu mtendaji wa kamisheni ya utalii Zanzibar. Kasim, Channel 10 Zanzibar. Nemo, msimu wa 3 wa tuzo la michezo la Baraza la Michezo Taifa zimetarajiwa kufanyika tarehe 25 mwezi huu mwaka huu, zikiwa na lengo la kutambua na kusherehekea ubora wa mafanikio ya wanamichezo. Zaidi na mwanamichezo wetu. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo, afisa habari na uhusiano wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Najaha Bakari ameeleza namna tuzo hizo zitakavyofanyika na eneo litakalofanyika. Tunaendelea kuratibu msimu wa 3 wa tuzo za michezo kwa wanamichezo, wadau mbalimbali wanaoshiriki kwenye michezo. Kwa hiyo tunaenda kwenye msimu wa 3 na itakuwa ni tarehe 25 mwezi Mei 2025, na tutazifanyia kwenye ukumbi wa The Superdome Masaki. Katika hatua nyingine, Najaha Bakari ameweka wazi tuzo zitakazotolewa sambamba na kutoa wito kwa wadau kuziunga mkono tuzo hizo. Tuzo hizo zitahusisha wanamichezo bora, kama labda mwanamichezo bora wa kike, mwanamichezo bora wa kiume, mwanamichezo bora mwenye ulemavu, wataalamu bora, kuna wataalamu mbalimbali, makocha bora, mwamuzi bora. Kwa hiyo kwa kweli hatujaacha vitu. Tutakuwa na vingi ambavyo vimeongezeka, sitaweza kuvitaja vyote kwa wakati huu, lakini tuna vipengele vingi. Wadau mbalimbali ambao wanahusika kwenye michezo basi watakuwemo kwenye tuzo hizo au watahusika kwenye tuzo hizo. Bado nisisitize wadau tuendelee kushirikiana ili za mwaka huu kama ambavyo tunatarajia sisi tuzifanye ziwe bora zaidi kuliko za mwaka mwingine. Mimi ni nahodha wa muda wote Juma Mohamed, na hii ni Channel 10. Nikirejea tena Zanzibar, vinara wa ligi kuu ya Zanzibar timu ya Mwembeni Makumbi City imewataka mashabiki kuiunga mkono timu yao ili endelee kuongoza ligi na hatimaye kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Zanzibar kwa msimu wa mwaka 2024-25 ili kupata nafasi ya kushiriki mashindano ya CAF. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Nahodha huyo wa timu Mwembe Makumbi City Salum Omar amesema ili timu hiyo iendelee kufanya vizuri katika msimamo wa ligi inahitaji umoja wa mashabiki wake na uongozi wa timu hiyo. Tumebakisha michezo 10. Kikubwa ninachoambia
warudi na hamasa ile ile waliokuwa nayo mwanzo, au kama kuna uwezekano wazidishe zaidi. La pili ninaloambia, tumejipanga na tushaanza mazoezi, labda nahisi kama wiki iliyopita tumeanza mazoezi, na tunaendeleza lile gurudumu letu palipobakia. Inshallah, kama Mungu katupangia ubingwa, basi tunaweza kuwa mabingwa, kwa sababu kiukweli ligi ngumu. Akizungumzia dua hiyo, Nafutari amesema lengo ni kuwa karibu na mashabiki wao. Tumeweka mjumuiko huu kwa lengo la kutengeneza mazingira kuwa pamoja, kwa sababu mchezo ni furaha na michezo ni ushirikiano. Rais wetu anaunga bega kwa bega wachezaji wake, kuwaleta mara kwa mara katika hafla kama hizi za kuwa nao pamoja. Kwa naamini wachezaji wataendelea kuwa na mwamko mzuri. Rais wa timu hiyo ya Mwembe Makumbi City na mbunge wa jimbo la Chumbuni Ussi Salum Pondeza amewataka wapinzani wake kujipanga katika mzunguko wa pili wa ligi kuu ya Zanzibar. Mzunguko wa pili ambao tutakwenda baada ya Ramadhani tumeongeza nguvu zaidi. Sasa nguvu ipi waiona? Kwa sababu mechi kama 7 tulizomalizia au 6 tulikuwa tunacheza kule shamba Cairo, which is sio standard yetu. Sisi viwanja vyetu Mau au Amani ndio standard yetu. Sasa tunarudi moja kwa moja Mau Setung. Nafikiri watu wataona standard yetu ikoje. Timu ya Mwembe Makumbi City, ikiwa ni wanagenzi wa ligi kuu ya Zanzibar, inaongoza ligi kwa alama 41 baada ya kucheza michezo 20, ikifuatwa na timu ya Mlandege yenye pointi 38 na Mafunzo yenye pointi 35 sawa na timu ya Zimamoto. Kasim, Channel 10, Zanzibar. Kutoka Kigoma, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma UVCCM Emmanuel Abuya ameendelea kutoa vifaa vya michezo kwa vijana, lengo likiwa ni kuwahamasisha kujenga umoja na mshikamano kupitia michezo. Sports lady wetu Mwajabu Hoza anatujuza. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa UVCCM Emmanuel Abuya wakati wa ziara yake mkoani Kigoma yenye lengo la kuhamasisha vijana kujitokeza kupiga kura wakati wa uchaguzi mkuu. Katika ziara hiyo alikabidhi mipira na jezi kwa wanafunzi wa shule za sekondari. Mchezo oi. Dr. Samia na hivyo kupunguza changamoto ya vifaa vya michezo. Kwanza anasema asante kwa mwenyekiti wetu Emmanuel, ameweza kutupatia mipira miwili ya football. Tunashukuru. Kiukweli uwanja wetu sio mzuri. Kama hivyo unavyoona uwanja ni mbaya, haupo vizuri. Hapa michezo inaelezwa kuwa na umuhimu mkubwa kwa afya, lakini pia ni fursa za kiuchumi. Michezo imeshikamana na taaluma, kwa sababu mtoto anapopata muda kwenda kucheza anapata nguvu mpya ya kuweza kusoma. Michezo ina faida kwetu vijana kwa sababu licha tu ya kufanya mazoezi, kuweka mwili uwe na afya, pia ni chanzo cha ajira. Akiwa kijiji cha Kibingo, kata ya Rusohoko, wilaya ya Kibondo, mara baada ya mkutano wa hadhara akazindua mashindano ya mpira wa miguu na kutoa rai kwa vijana. Kwa kweli nimefurahi na nimefarijika sana kuona vijana wanafanya michezo, vijana wana nguvu, wana hamasa kubwa ya kutosha. Rai yangu ni waendelee kuwatia moyo, michezo waifanye kama sehemu ya kazi kabisa, sababu michezo sasa hivi inalipa. Waifanye kama kazi, wacheze kwa bidii. Na kwa mkoa mzima kila ninakopita nitaacha mipira ili kuhakikisha kwamba tunajenga umoja na mshikamano miongoni mwa vijana wenzetu. Lakini tunaendelea kuwasihi vijana wenzetu waendelee kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi, waendelee kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan, amejipambanua vizuri kwa ajili ya kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Kutoka wilaya ya Kibondo, Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Upande wa sanaa, wakati tasnia ya filamu nchini ikipiga hatua kubwa kwa kushuhudia wasanii pamoja na wadau wakifanya uwekezaji mkubwa katika tasnia hiyo, wasanii wameshukuru na kupongeza jitihada kubwa za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuwekeza mazingira wezeshi ya utendaji wa kazi. Hayo yameelezwa na wadau wa sekta ya habari na wasanii wakati wa hafla ya uzinduzi wa kampeni ya Lipa Tukubusti zaidi kwa watumiaji wa StarTime Tanzania, hususani kuelekea msimu wa sikukuu ya Eid na Pasaka, ambapo Watanzania watanufaika zaidi na maudhui ya sanaa yenye maadili. Kwa ajili ya kusupport tasnia hii ya filamu, tumeweza kuweka kifurushi cha chini kabisa ambao ni kifurushi cha shilingi 11,000, lakini akilipia kwa ajili ya kutazama hii anabustiwa kifurushi cha juu yake. Kwa maana tumekuja na kampeni ambayo lipia kifurushi cha mwezi na tukuboost kifurushi cha juu mwezi mzima bure. Hiyo yote ni kwamba kwa sababu tunaelekea sikukuu zetu za Eid pamoja na Easter,
Kwa tumekuja na ofa hii ambayo inamgusa kila mteja wa Star Times anayelipia kifurushi cha mwezi. Tunasema sisi kama tasnia ya filamu wakati wote tumekuwa tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mambo mengi. Unajua mambo aliyofanya rais wetu yanaelezeka. Kwa mfano, tangu kuumbwa kwa ulimwengu hakuna mtu amewahi kufikiria kwamba watengeneza filamu, waigizaji wanaweza kukopesheka. Hayupo mtu. Lakini mama alipoingia aliweka a billions of money. Waigizaji wamekopa, wameenda field kufanya kazi. Kwingineko, Mtanzania ambaye ni mdhibiti ubora wa shule ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ambaye pia ni msanii wa muziki nchini, Rehema Ibrahim, ameomba wadau mbalimbali nchini kumuunga mkono kwa kumwezesha tiketi ya ndege kwa ajili ya kwenda jijini Berlin nchini Ujerumani kwenda kushiriki mkutano mkuu wa wadau wenye ulemavu duniani ambapo yeye ni mshiriki kutoka Tanzania. Akizungumza na Channel 10 Michezo, Bi Rehema amewaomba Watanzania kumuunga mkono upatikanaji wa tiketi ya safari ili aweze kusafiri kwenda kuiwakilisha nchi katika mkutano huo ambao ni fursa kubwa kwa wasanii hususani wenye ulemavu. Nimepata mwaliko wa kuhudhuria Global Disability Summit, yani mkutano wa dunia wa watu wenye ulemavu unaofanyikia Berlin, Ujerumani. Mkutano huu adhimu na muhimu sana kwetu watu wenye ulemavu, na hasa watu tunaoshughulikia masuala ya watu wenye ulemavu. Nitashukuru sana, lakini nitafurahi kwa sababu ni nafasi ambayo mimi binafsi sio tu itanifaidia mimi, lakini itafaidia umma wa watu wenye ulemavu. Kipaji changu hasa tena nimeanza nikiwa tangu niko shule mdogo. Kwa hiyo ninaimba nyimbo za kizalendo, lakini pia naimba nyimbo za injili. Ila sana ambazo nimerekodi kwa wingi ni nyimbo za kizalendo. Anaweza kunipata kwa kutumia namba 0623 12 39 94 au 0696 71 71 57. Namna hivyo, kila mwanadamu ameumbwa na kipaji ama kipawa ambacho amejaaliwa na Mwenyezi Mungu. Na ndivyo ambavyo taarifa yake Bi Rehema inatuwekea utuo upande wa viwanjani kitaifa. Na sasa ni ule wasaa wa kimataifa. Kunani huko kimataifa? Moja kwa moja tuungane na mchezo wetu kufahamu kinaga ubaga yale ambayo yamejiri kimataifa. Naam, karibu tuziangaze habari za michezo na burudani kunako anga la kimataifa, na tuanze kutazama taarifa kutoka nchini Hispania ambapo beki wa zamani wa klabu ya Barcelona na timu ya taifa ya Brazil Dani Alves amebatilishiwa hukumu ya kesi ya unyanyasaji wa kingono baada ya kukata rufaa na mahakama ya Hispania. Kitengo cha rufaa cha mahakama kuu ya haki ya Catalunya kiliidhinisha kwa kauli moja rufaa ya nyota huyo mwenye umri wa miaka 41 na kumwachilia huru, kikisema kuwa kesi dhidi yake ilikuwa na kutolingana kwa kinzani. Alves alihukumiwa kifungo cha miaka 4.5 jela mnamo mwezi Februari mwaka 2024 baada ya kupatikana na hatia ya kumnyanyasa kingono mwanamke mmoja katika klabu ya usiku ya Barcelona mwaka 2022. Beki huyo wa zamani wa pembeni ambaye alichezea mechi 126 timu ya taifa ya Brazil aliachiliwa kwa dhamana mnamo mwezi Machi mwaka 2024 huku rufaa yake ikisikilizwa na mahakama ya juu zaidi. Mahakama ya rufaa ilisema kwamba uamuzi wa kesi ya awali ya mahakama ilikuwa na hoja, lakini kulikuwa na mfululizo wa mapungufu, usahihi na kutofautiana na kupingana kuhusu ukweli na thamani ya kisheria na matokeo yake. Mahakama ya Kikatalunya pia iliondoa vikwazo vyote kwa Alves, ikiwa ni pamoja na marufuku ya kusafiri na amri ya zuio, ambapo uamuzi huo bado unaweza kukata rufaa kwa mahakama ya juu. Alves ana furaha sana. Hana hatia, hilo limedhihirika. Haki imezungumza. Wakili wake Ines Guardiola aliiambia redio ya RACI ya nchini Hispania mara baada ya kushinda rufaa hiyo. Ni hayo tu katika habari za michezo na burudani kimataifa. Mimi ni msimulizi wako Juma Mohamed.
Na hivyo Juma Mohamed ndivyo ambavyo anatutamatishia yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa siku nzima ya leo. Kumbuka mimi ni Winga Teleza Witness Ngalawa. Baada ya muhtasari wa habari, Emil Lazarus hapa ataenda kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Mvua kubwa ilionyesha kwenye mji wa Handeni mkoani Tanga yasababisha kifo cha mtu mmoja. Hatua ya Rais Donald Trump wa Marekani kuiondoa nchi hiyo kwenye shirika la afya duniani WHO yaanza kuleta athari hasi barani Afrika. Na katika michezo, klabu ya Yanga ya jijini Dar es Salaam yasaini makubaliano na kamisheni ya utalii Zanzibar kwa lengo la kutangaza vivutio vya utalii vilivyopo visiwani humo. Witness Ngalawa, Winga Teleza anahitimisha habari za michezo na ambazo zinatufungia ukurasa mzima wa habari ya kutwa kwa siku hii ya leo. Naitwa Emili Lazarus, nimesoma habari za kitaifa na kimataifa, lakini habari za biashara zilisomwa naye Margaret Itala. Michezo ndo huyu Witness ameweza kumaliza hapa. Mtazamaji, uwe na usiku mwema, lakini nimesahau Tito Makombe alikuwepo hapa kwa ajili ya kufasiri lugha ya alama. Uwe na weekend njema.